yuko tayari kutoa mali zake kwa ajili ya kutibu afya ya mzee wake. Tunataka tupate comment kutoka kwa mjomba. Ulivyoona comment ya mdogo wako na wewe ni mfamilia. Ngoja nikwambie, mimi ni kama mkubwa babu, hajakosea kwa sababu kuna wengine hawajazoea kuomba. Sijui umenielewa. Mdogo wangu Meja nadhani mnamjua. Hayupo kabisa kwenye mitandao ya kuomba kama wasanii wengine. Kama mimi babu nikikuona tu na Prado hili nimekuja dirishani nipe na unanipa. Meja hayuko hivyo. Kwa hiyo aliongea sahihi kwa kujitetea. Sawa, lakini jamhuri imemuona, taasisi zimemuona, basi zikamwambia basi usifanye chochote, sisi tupo. Kwa hiyo ni jambo la heri. Hata wewe mjomba, unaweza sasa nikianza kuomba nitasemwa. Ndio haya. Hata kama mtu anasema msiba, ataacha kusema unavyoomba. Kwa hiyo mwingine anawaza mbali. Yaani Meja yuko vizuri kiakili. Aliwaza mbali. Nikianza kuomba hapa nitaanza kujua maswali, ilikuwaje sio? Ndio maana akaanza kutangaza mali zake. Hata mimi babu nizidiwe. Sina jina. Wengi watasema kwa nini babu ulianza kuuza Prado lako? Kwa nini usiseme? Lakini lazima nijiwahi kwanza mwenyewe. Yaani cha kwanza unajiwahi mwenyewe first aid. Unajihudumia mwenyewe, baadaye ndio waje watakuja. Kwa hiyo yuko vizuri Meja. Yuko sahihi kwa maongezi yake. Sawa. Nataka nipate comment yako juu ya kauli ya Meja baada ya kumshukuru Mwanaifei, baada ya kutoa tamko kwamba bwana sisi tutachukua nafasi ya kuchukua dhamana kumtibu mzee wako. Comment hii kwako mjomba. Ni vizuri sana. Kwa sababu Mwanaifei ni waziri wetu na mwanataasisi na vizuri naye katokea kwenye usanii. Kwa hiyo anajua jambo hili. Kwa bidii aliwahi, ni mheshimiwa yule. Kwa hiyo ni vizuri na yeye ndo analiongoza. Kwa hiyo ni jambo la heri. Hata mimi babu saizi ni paralyze. Nitawahi kwa viongozi cha kwanza. Mimi sionagi aibu. Jamani 1 2 3 babu nimezidiwa huduma ya kwanza. Kwa hiyo ni jambo la heri. Kwa hiyo lazima viongozi waje. Babu Doto msemaji. Nitapata huduma ndo kama alivyopata mdogo wangu Meja Kuntu. Kwa hiyo alichokifanya waziri ni kitu cha muhimu cha akili. Kawai mdogo wangu usiuze chochote, sisi tupo wana taasisi viongozi. Basi na swali naongeza vizuri. Unaona kama msiba umechangamka, watoto wamekuja, hata wale wabaya nao wapo. Kwa nini mumseme dogo wakati dogo tayari ana matatizo? Inatakiwa dogo sasa hivi kumfariji. Okay, Doto, kauli ambayo sasa hivi ina trend mitandaoni ya kusikitisha ni kwamba Meja amefiwa na baba na mama. Hana mtu yoyote tena. Nyie kama watu maarufu na watu mastaa ambao mnatikisa jijini hapa, mnamshikaje mkono kijana wenu? Tutamshika mkono, tutakuwa naye bega kwa bega, kwa lolote tutakuwa naye bega kwa bega. Ndio maana naudia tena, msiba ni ibada. Wengi watu tuko yatima, lakini tunapambana. Kwa hiyo mdogo wetu kwa sababu alichelewa kupata msiba kama hivi aliyomkuta kwa yatima, tutamsaidia. Sawa, wote sisi yatima. Mimi sina baba la mama babu yetu. Siku nyingi shazika. Nimezika Mbagala mama, baba nimezika Kinondoni makaburini. Kinachotakiwa busara tu na kujiendesha mwenyewe maisha yako basi. Mwenye kuchangia atakuchangia, mwenye kukupa pole atakupa pole. Si unajua dunia haikuishi maneno lakini Meja ni mtu wetu, ni msanii mwenzetu, ni mdogo wetu, ni mpambanaji kwenye tasnia yetu ya usanaa. Kwa hiyo inabidi asaidiwe, na kwanza sasa hivi sio kipindi cha maneno. Kipindi cha kumfariji, kumpa pole. Sio na maneno yanaleta ya nini? Ukati mtu kafiwa. Kipi alichokifanya kibaya? Mwenyewe naweza nikasema mwanangu anaumwa nikaanza kuuza Prado langu. Sababu nao ukisubiri mchango wa mtu nao maneno. Mjomba Doto, nataka nipate comment yako. Nini tunajifunza kupitia msiba huu, kwa sababu vipo vingi ambavyo sasa hivi vinazungumzwa, lakini tunatakiwa tubaki kwenye ibada. Kifo nini tunajifunza vipi? Tunajifunza vitu vingi, lakini labda nirudie tena, msiba ni ibada na hatutakiwi sisi tukiwa kama wasanii, tukiwa na tasnia, tukiwa na sanaa, haitakiwi mwenzetu anapokutwa na jambo tuanze maneno. Kwanza tumsapoti, tushiriki kwenye lile jambo, alafu mengine ndo baadaye. Ina maana ukianza maneno ni mbaya, sinichi, mwanga, mchawi, majina yote utapewa. Si unajua binadamu panapotokea jambo kubwa kama hili, wewe ndo unatakiwa umfariji yule mlengo alofiwa, umpe pole, umsapoti, sababu umpe ushauri, umjenge kiteknolojia. Maisha ndo yako hivi, umeingia kwenye maisha mapya, kwa hiyo uvumilia, tuko pamoja. Hilo. Kwa hiyo Meja hana matatizo yoyote. Aliongea sahihi. Jamani, sijazoea kuomba, baba yangu anaumwa sana, kazidiwa, yuko ICU. Anataka kununua kiwanja, nyumba yangu, gari ajitokeze. Yuko sahihi. Hana shida mdogo wangu. Yaani yuko sahihi kabisa. Na wengi waige hizo. Kwa sababu kuna mwingine hawezi kutanywa simu yake kujiposti. Jamani, wengi ujue wakishafanya jambo hilo wengine wanafikiria mbali, huyu muongo, huyu nini. Yaani paka lije kusikika liko sahihi muda kidogo. Kwa hiyo nadhani alivotia uzito wake huu, watu wamemwelewa na jambo limepokelewa haraka na waheshimiwa. Kwa hiyo ni jambo la baraka. Tumshukuru Mheshimiwa Waziri Mwanaifei kwa kulipokea na analiongoza basi. Umekuwa ukikemea sana watu ku fake life. Hii pia inaonyesha pia kwa wasanii wanatakiwa wajifunze kwenye hili. Wasanii mimi ndo naumia nao sana vichwa. Waongo sana. Alafu wana maneno. Haitakiwi. Unaleta maneno, ukiangalia akaunti yako na milioni 50 ambaye hata muuza nyanya, muuza makava ya simu anayo. Inatakiwa respect, heshima.
Unaona hata hili dude mimi, hili jeneza tu. Mimi time yote naweza nikapata ajali au akaingia bodaboda, tayari Doto unamuona kwenye maisha mengine. Kwa hiyo hatutakiwi vitu hivi kujivunia. Tujivunie hekima, busara kwenye maisha. Unaona mimi watu walikuwa wanielewi kabisa, lakini baadaye wasomi wenyewe wana comment. Mjomba naelewa, babu tunakuelewa sana maneno yako. Kwa sababu mimi unaona mimi saizi naweza nikawa na mtu mkubwa kwenye taasisi, lakini tukishamaliza mkutano wetu narudi kwenye mazingira yangu ya kawaida. Lakini kuna mwingine saizi akishakuwa na watu Fudenke, uko wapi? Niko Masaki, niko Mbezi Mwisho, niko Mbweni Maji Chumvi. Mbona mbali huko? Tu unaishi Bugulu. Maisha ya kawaida. Mimi unaona ile langu lakini angetanili kila siku linapostiwa linapigiwa kelele. Na watu wa design hii Doto unawaambiaje? Yaani sijui nisemeje, maana kila siku ukiwakemea ndo wanazidisha uongo wao. Tuache tuendelee na katoo zao, lakini baadaye katoo ujue ni gharama. Uongo gharama ujue. Labda nikwambieni leo na habari. Uongo wote ni gharama. Sijui unanielewa? Nisikieni kauli yangu. Uongo ni gharama. Nini nasema gharama? Baadaye ndio unakuzoofisha. Si uongopa? Kwa wewe mwenyewe baadaye unaanza kunywea, unazoofika kiakili, kimaisha, kifikra. Kwa sababu jambo lolizungumza baada ya miezi 2 mitatu si la kweli.